Mei 16. Ijumaa. Mwaka wa 2025. Miisho ya dunia ya kila muumini iko wapi? Wakorintho wa pili 1:11. Ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi watoe shukrani kwa ajili yetu. Ni nini hasa huwafariji remnant? Huwezi kufarijiwa kwa kweli na watu au vitu vinavyoonekana. Ni kwa sababu lazima upokee faraja kutoka kwa Mungu ili kuokoa shamba. Ndiyo maana mjumbe anayewasilisha neno la Mungu ni muhimu sana. Kwanza, mwisho wa dunia, kwa kuwa remnant wote ni wajumbe. Ni kwa sababu mjumbe ndiye mtu anayewasilisha sauti ya Mungu kwako. Kipengele muhimu zaidi kwa mjumbe ni kuweza kuwasilisha neno la Mungu kwa usahihi. Pili, kuna sababu kamili kwa nini ni lazima uombe na kujitoa kwa mchungaji. Kwa mfano, mpwa wa Ibrahimu, Lutu, alichukuliwa kama mateka. Abraham alishinda katika pambano hilo na kumwokoa Lutu. Kwa sababu hiyo, Ibrahimu alichukua sehemu ya 10 ya hazina aliyokuwa ameshinda kwa kuhani Melkizedeki kwa kusudi moja tu la kutoa zaka yake. Vivyo hivyo, wewe pia lazima ujitoe na kumtumikia mchungaji. Pia, lazima uombe kwa ajili ya watu binafsi wenye vipawa katika watu wa makabila 5,000 yajayo. Tatu, Mungu anatoa agano sahihi linalolingana na ratiba yake ya wakati kupitia mjumbe. Ni lazima usikilize neno la Mungu ndani ya hili na kugundua agano lako sahihi. Lazima uanze kuwaombea wachungaji wasaidizi na walimu wa shule ya Jumapili. Ombi la leo: Mungu Baba, tafadhali toa ujazo wa Roho Mtakatifu kwa mchungaji wangu, wachungaji wasaidizi na walimu wa shule ya Jumapili wanaoniwasilishia neno lako. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba, amen.